Familia ya Dennis Njuguna, kijana wa umri wa miaka 17, inaendelea kumuomboleza kufuatia kifo chake kilichotokea hapo jana wakati wa maandamano ya kizazi cha Gen Z mjini Molo, kaunti ya Nakuru. Njuguna alipigwa risasi kichwani na maafisa wa polisi na kutangazwa kufariki alipofika katika hospitali ya Molo. Kulingana na familia, Njuguna alikuwa anaelekea nyumbani kwa likizo ya katikati ya muhula kutoka mjini Molo, ila njiani akakutana na waandamanaji, na walipokuwa wakitawanywa basi akapigwa risasi. Mwanahabari Ken Gashuhi alitembelea familia hiyo. Naam, tuko hapa katika kijiji cha Turi, eneo bunge la Molo, kaunti ya Nakuru, ambapo familia ya Dennis Njuguna inaendelea kuomboleza pamoja na jamii ambayo inaishi katika eneo hili kufuatia kifo chake kilichotokea hapo jana baada ya yeye kupigwa risasi na maafisa wa polisi wakati wa maandamano. Njuguna alikuwa tu kijana mdogo, kijana wa miaka 17, aliyekuwa akitoka shuleni akielekea nyumbani kwao baada ya ile likizo fupi tu ya katikati ya muhula. Na hapa nilipo niko na shangazi yake ambaye anaweza akatueleza pengine kama familia walipata taarifa hii vipi na pengine mipango imefikia wapi kufikia sasa. Mipango ya masisi hatujapanga, lakini tunaendelea tu kupanga. Tunangojea watu wa familia wafike ndio tuweze kupanga mipango ya masishi. Pengine mliwezaje kujua kilichotokea hapo jana? Mimi nilijua kupitia simu. Nikaona amepigwa simu, amechukuliwa na simu. Sasa nikamuona kwa simu. Hapo ndio nilijua ni Njuguna, ni Dennis Njuguna, na sasa nikaanza kujiuliza ni kwa nini ameuliwa. Na alikuwa anatokea shule na hakuwa kwa hiyo maandamano. Alikuwa anatokea shule anaelekea nyumbani. Sasa akakutana na hiyo maandamano. Pahali alikuwa ametorokea, simama karibu na barabara, kwa kando ya barabara. Sasa hapo ndio alikutana na kifo yake. Na alipigwa risasi, lakini si risasi, ni pistol. Huyo askari alitoa pistol ndio nilijua, na akampiga risasi. Sasa hapo ndio alikutana na kifo yake. Pengine nyinyi kama familia mna ujumbe upi kwa serikali ama kwa pia wale maafisa wa polisi ambao wameweza kutekeleza kitendo hiki? Tuna ujumbe hivi. Tuna ujumbe ya serikali, kwa sababu mkubwa wetu, rais wetu ni mzazi kama sisi. Mimi ninaweza kusema kwa sababu ni mzazi, hawezi akakaa chini na watoto, kwa sababu ako na watoto wake nyumbani. Kwa sababu tuko na uchungu sana, na mimi niko na kilio kikubwa sana, kwa sababu huyu mtoto ni mtoto wa miaka 17, si mtu mzima, na alikuwa shule. Na kwa sababu hata yeye ni mzazi, hawezi kukaa chini na watoto hawa wanafanya maandamano ndio ajue shida ya watoto haya ni nini. Mimi niko na kilio kikubwa, kwa sababu kila siku ni wazazi wanalia watoto wao wamekufa, watoto wao wameshikwa wanashikwa na serikali. Mzazi akiona anaitwa mtoto wake akiwa amekufa, hawezi akakaa chini kama aseme ni mzazi kama sisi. Ajue kile kinasubua watoto. Asante sana. Poleni sana kama familia. Na tunaendelea kufuatilia taarifa hii ambayo inaendelea kutokea hapa katika kijiji cha Turi, eneo bunge la Molo, ambapo Dennis Njuguna anaendelea kuombolezwa na jamii kutoka eneo hili kufuatia kupigwa risasi baada katika maandamano yalikuwa yakifanyika hapa mjini Molo. Na kwa sasa tunarejesha kwako studioni. Asante sana Gashuhi kutoka maeneo ya Molo, kaunti ya Nakuru.